Ombi langu, wapunguze safari za kwenda nje kutangaza. Wanatumia fedha za serikali hovyo. Utangazaji huu si umeshakuwa ni wa kwenye mtandao. 22, 23 walichukua bilioni 8 za serikali. Wote wameenda nazo safari tu. 23, 24, 25 wamechukua bilioni 15. Zote wanasafiri tu. Kweli waheshimiwa wabunge, tutakuwa tunapitisha hela za watu kusafiri? Watangaze kidijitali. Dunia imebadilika. Dunia iko kwenye kiganja. Bodi ya utalii, kama hakuna watu wenye uwezo, mimi mtoto wa mama ntilie nipo. Taarifa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nilitaka tu kumpa taarifa mchangiaji kwamba ili upate hela unahitaji kuitumia hela. Kidijitali tuna uwezo wa kutangaza, lakini hatuna uwezo pia. Wenzetu wa mataifa mengine wanakwenda huko na wanafanya makongamano makubwa. Kwa hiyo tuendelee kuamini kwamba CAG yupo, na kama kuna ubadhirifu wote basi atauona. Mheshimiwa, unaipokea taarifa hiyo Mheshimiwa Asia? Naipokea kwa mikono miwili. Huyu ni mneki na mimi ni mtu mdogo sana kwake. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja yangu ni kupunguza gharama za safari. Nimepokea taarifa yake, nadhani ujumbe umefika. Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nieleze la mwisho. Mimi kwenye utalii sina shida. Shida yangu sasa kwenye serikali ni kwenye maliasili. Hivi kwa kweli, mimi niulize tu Mheshimiwa Mwenyekiti, humu kwenye hifadhi kwa mfano, mimi natoka kule Kigosi, hawa nyasi wanaoteshwa na Mungu kila mwaka. Mungu anawaletea maji, wanatunzwa mpaka wanakauka. Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Haya ni maarifa mabovu. Hatuwezi tu Mungu akaotesha nyasi, tukazuia ng'ombe hawa wa watoto wa maskini kwenda kuchunga wale ng'ombe wabichi wakanenepa, tukawasubiri tena Mungu akawaambia kaukeni nyasi. Haya ni matumizi kweli? Mpaka Mungu nadhani huwa anatushangaa. Nikuombe Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri, tengenezeni mpango wa kuwasaidia wafugaji, sio kuwafanya wafugaji wa Tanzania kuwa maskini. Na mimi ushauri wangu wa bunge, naomba mnielewe. Hili tatizo ili tulimalize, msipige kelele humu ndani. Nimemsikia mbunge wa Serengeti, ndugu zangu wote wa Bunda wanalamika. Mimi nimekuja na suluhisho. Hii wizara ya maliasili na utalii, utalii ujitegemee na maliasili nayo ijitegemee. Nikiwa na maana gani? Uvuvi na utalii, maliasili na uvuvi na mifugo ziunganishwe, ili lile fungu la Biblia liungane, kwamba mtoto wako akikuomba mkate unampa jiwe. Kama wakiunganishwa kwenye mifugo hapa, hao watu watatupa nyasi, sisi wafugaji tutafugia ng'ombe zetu kwenye yale mapori. Kwa sababu ng'ombe hawezi kukata mti, ng'ombe hawezi kupambana na simba. Sisi tutawalinda hata hao wanyama kuliko watu wanaoingia na kukata miti. Wanaokata miti ndio wanaharibu, sisi ng'ombe wanaenda kula nyasi tu. Kwa hiyo nikuombe sana Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi hili suluhisho langu kama awamu hii, ni kwa sababu ninawashauri hawatalipokea. Awamu ijayo nitashikilia shilingi na wala sitaachia.